Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Natumai wazima hamuna neno. Alhamdulillah tumepokea mashallah watu wanakwenda haji, tumeona wanaotoaga. Allah wapeleke salama, warudi salama, watukumbuke kwa dua, na wale ambao kwamba wametiania ya umra inshallah Allah atafungulia njia zao baada haji kumalizika na waende umra. Na yoyote ambaye kwamba ametamani safari kama hizi za khairi inshallah Mwenyezi Mungu naye atamtolea sababu. Ile na mazungumzo yetu sahi naona tuzungumzie matumizi ya pesa haram Makkah, na inshallah video itakayofuatia itakuwa ni jinsi ya kuchagua agent wa kwenda Makkah. Nimepata swali hilo kwamba watu wasema ni agent gani mzuri na ni kampuni gani ya kupeleka Makkah ndo mzuri, lakini tutaangalia vile vipengele ambavyo kwamba wewe mwenyewe ukiviangalia unajua ni agent gani ambayo kwamba inakufaa. Kila agent ina uzuri kivyake. Hakuna agent ambayo kwamba inapeleka watu Makkah ambayo kwamba ni mbaya, lakini ni kujua ni kitu gani unatarajia kwa ule, usiwe surprise, usishangae uone kila kitu ulikuwa kama vile unavyotarajia kuona. Naam, tuendelee na video yetu. Ni jinsi ya kutumia pesa Makkah, pocket money, jinsi ya kutumia pesa ya mfuko Makkah. Hapa tutaikana tujue kwamba Makkah pesa inayotumika ni rial, na rial kuipata huku unapotoka ni tabu. Kwa hiyo njia rahisi, kwanza usibebe pesa za nchi yako. Kuna watu hubeba pesa za nchi yao. Mtu anatoka Tanzania anabeba pesa Tanzania, mtu anatoka Kenya anabeba pesa ya Kenya. Usibebe pesa ya nchi yako, beba dola. Ile pesa uliyokuwa nayo ibadilishe kwa dola. Kunao mashallah, kuna njia nyingi. Kunao watu ambao kwamba watu wanawajua, ambao kwamba unaweza kumwendea akakubadilishia, ama unaweza kwenda kwa banki vile unavyoona wepesi zaidi kwako wewe. Badilisha dola zako uwe una pesa ya dola, ili ukienda kule Makkah ile dola inaweza kubadilishwa kwa rial, ni wepesi zaidi kuliko kubeba pesa ya hapa. Na kuna wengine wanabeba pesa kwenye M-Pesa. Usibebe pesa kwenye M-Pesa, utapata tabu kule, kwa sababu Arabuni hawaangalii M-Pesa. Heri yule mwenye pesa benki, Visa card. Aliyekuwa na Visa card anaweza kutumia kadi yake kutolea pesa benki kule, lakini atakatwa pesa nyingi sana. Kwa hiyo alhasilu bora zaidi ni kutoa pesa hapa. Kama una 70,000 za Kenya ukaenda ukachange dola, utafuta una dola 700. Na kiwango gani ni kizuri? Ukiwa na dola 1,000 utakuwa umetoka kwa shaka kwa ule maskini. Una zaidi ya hapo ni bora zaidi, kwa sababu kuna na zawadi utahitaji na mfano wake. Naam, sasa tuangalie jinsi ya kutumia pesa. Wingi wanatumia pesa, ikifika ule wakati wa mwisho wanakuwa hana pesa hata ya kunwa chai ama pesa ya kupandia taxi. Kuna vitu tujitahidini kufanya ili tuweze kumanage pesa. Kwanza jua kuhusu agent yako. Kuna agent zina provide chakula, kuna agent hazi provide chakula. Sasa ikiwa agent yako haipeani chakula, basi jua jinsi ya kutumia chakula, pesa ya kununua chakula. Kuna watu wengi wanapokwenda Makkah wanaona sasa ndio kufurahika kula. Mtu ananunua makuku, ananunua mabaga, anapatiliza. Ikifika sasa amefika Madina hana shilingi, imefika anaenda zake Jeddah, apande ndege arudi hana shilingi. Hii ni hatari. Na pia tusema bakisha baadhi ya pesa kwenye M-Pesa yako. Nakumbusha hili ambapo kwamba lau utaingia Kenya utakuwa una akiba. Wewe kwenye M-Pesa weka kama 10,000 hivi kwenye M-Pesa yako. Hizi hazitumiki isipokuwa ukiingia Kenya tu uweze kuwa na pesa kupandia taxi na pesa ya kurudia nyumbani. Kwa hiyo turudi hapa, pesa chakula, tafuta chakula cha kawaida. Naweza fanya vipi? Mweza kushirikiana. Kila mtu anaweza kununua mchele kisha mchuzi mkatia pamoja, mkachanga ya mchuzi. Na chai mnaweza hiyo, kama mara nyingi zile kampuni mahoteli yote yana stima, waambie wale maagency wanunulie ile buli ya kuchemsha maji. Mnasafiri na vile vipaketi venu vya chai, mnapika chai yenu kuliko kununua chai kule. Pesa ni pesa nyingi ambapo kwamba inaenda hiyo ya chai. Kwa ukiweza kumanage hivi utakuwa umesave. Jambo lingine, punguza kupanda taxi. Kuna watu wao wanapanda taxi sana. Kule taxi ni riali ya 50. Riali moja tuseme ni shilingi 40. Kwa hiyo karibu 140 mara 50 ambapo kwamba karibu 2,000 hizo. Wewe unazipoteza hivi tu kwenda tu haram. Mtu anataka kwenda haram anapanda taxi, anataka kwenda na taxi kurudi kutoka haram anapanda taxi. Panda taxi kwa dharura. Ukiwa umepotea ulizia, tumia Google Map ikuoneshe barabara kuliko kumaliza pesa za taxi. Ukiwa unataka kwenda umra, Masjid Aisha kunao gari za bure.
patiliza, simama. Mbona wale wengine wanasimama? Simama kwenye kituo cha basi, gari kipita nakwambia twende Masjid Aisha ukatie nia. Masjid Aisha ndio sehemu watu wanatia nia ya umra. Panda gari yako, enda kule ya bure. Ukikule baada ya kuswali Masjid Aisha, kuna gari ya kukuregesha haram. Panda gari takuregesha haram. Kule haram tafuta mtaa wako unaitwa nini. Ule mtaa wako ukishakujua, zile gari huwa zinaandikwa majina za Jumaiza za wapi. Tafuta ule mtaa wako, panda, aeka alama ya kituo cha mtaa wako. Ikishuka ile gari, kwanza wewe tafuta mwenyeji ambaye kwamba yule ni agent, amwambie yule mkubwa wa agent akiwa anawapeleka Maka, amwambie tuoneshe jinsi ya kusafiri na hizi gari kubwa, basi tujue vituo vyetu. Ukishakuzoea basi utakuwa wewe ni wa kutembea kiwepesi kuliko kufanya nini, kuliko kutumia pesa nyingi kwa taxi. Na watu wengine wanatumia pesa nyingi wakiwa Maka madukani. Zile tarehe za mwanzo kabla ya haji, zile wewe shughulika na kupumzika na kujiandaa na haji. Usitembee madukani, usizunguke madukani. Hii inaweza kukukosesha hata fadhila za haji. Kifika haji ukaoshajenga chuki, ushajenga hasira. Wewe pumzika, kujiandaa na istighfari, kujiandaa kwa ibada ya haji. Usizunguke madukani. Kule utakapokwenda baada ya haji, watu wakishakupungua kabla hamjaondoka, vitu vinakuwa rahisi. Kunao malls ambapo kwamba vitu ni rahisi, kuna paka pesa vitu vya rial 2 lakini sasa hii ukiwa mwanzo wa pale haji, vitu vinakuwa viko juu. Kama wewe baada ya hapo ndo mtaenda Madina kunao maduka ambapo kwamba vitu ni rahisi. Wewe ni kupata kuzunguka, ni siku muamue mtoke mtembee maduka tofauti, mtapata vitu kuliko mtu kufanya nini, kuliko mtu kupatiliza kununua mapema. Mambo kutafuta madhahabu, mambo kutafuta nini mpaka umalize siku zako za Maka. Kwa sababu kuna emergency. Ukiwa mgonjwa ukienda hospitali sawa, lakini ukienda kununua kemesi dawa utatoa pesa. Ukitaka chakula utatoa pesa. Ukipotea utatoa pesa. Pesa zitakutoka nyingi usipochunga. Kwa hiyo hai ni advice ambayo kwamba tutatoa vitu vidogo. Ihram beba ya kutosha. Kisha kubeba ihramu haitokulazima kununua ihram. Nunua mwavuli, beba mwavuli wako mdogo, tia kwenye mkoba. Si umeenda Maka ndo unataka kununua mwavuli. Kule ni gali. Hapo zapata mwavuli ni 150. Nunua mwavuli, na aula tafuta mwavuli ambao kwamba juu kuna silver, kuna rangi ya silver ya chuma, ndani kuna rangi ya green. Ule mwavuli mweusi unavuta joto. Tafuta mwavuli wako, weka kabisa mwavuli wako. Tafuta kifeni kile cha kupuliza upepo hapa. Vitu huku kwetu Kenya ni rahisi hata kuliko kule. Kwa hiyo jiandae vile vitu vyote vya muhimu. Ihramu, nunua ziada, nunua mwavuli wako wa kutosha, nunua mafuta nazi yako, weka kabisa mafuta nazi, nunua dawa zako, kila kitu nunua hapa, zile vitu vidogo ambavyo kwamba vitakwenda kukufaa kule kuliko kule kwanza kutoa pesa nyingi. Na pia na maduka mengine yaliyoko mwanzo ni maduka gani? Tafuta wale wakubwa wanaojua, watakupeleka maduka ya kununua tambre ni wapi, na usigharamike kununua maji ya Zamzam kwa sababu utapokonywa airport. Pesa yako usigharamike kununua maji ya Zamzam, utapokonywa airport. Wewe utapewa maji ya Zamzam, kwa hiyo pesa itulize, iangalie pesa ikufai kwenye shughuli za nyingine za dharura. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tukutane kwenye video nyingine kwa mada ya kujiandaa na haji na kutafuta agency mzuri wa haji.